Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu zangu watukufu waumini, ndugu zangu waandishi wa habari, nilikuwepo hapa mbele yenu ni Abdurrahim Swaliahi, katibu wa waumini wa Masjid Islah Kigogo Kati. Leo tarehe 17 ya mwezi wa 4 2026 tumekuja kuhitimisha kulingana na yale ambayo tuliokuwa tukiyalalamikia hapo awali juu ya masala dhulma, ubadhirifu unaoendelea Masjid Islah. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa uchache ningependa kunukuu mkataba wa chuo cha ualimu cha Masjid Islah. Bismillahirrahmanirrahim. Makubaliano yalifanyika mnamo tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 2007. Masjid Islah Kigogo kama anwani ya sanduku la posta 87-042 Dar es Salaam, ambapo pia watatajwa kwa ufupi kama wadhamini kwa upande mmoja. Kamati ya uendeshaji yenye sanduku la posta hiyo Dar es Salaam, ambao katika makubaliano hayo itatajwa kwa ufupi kama waendeshaji kwa upande wa pili. Utangulizi. Wadhamini ni wamiliki wa msikiti wa Masjid Islah uliopo katika eneo la Kigogo, kiwanja namba 245, kitalu namba A Kigogo, katika manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Waendeshaji ni wataalamu wenye elimu, ujuzi na uzoefu wa uendeshaji wa shule. Wadhamini wana nia ya kumkabidhi mwendeshaji jukumu la kuanzisha na kuendesha shule katika eneo la msikiti. Jukumu la uendeshaji litahusisha yafuatayo: kumalizia ujenzi wa madrasa, ofisi za walimu, vyoo pamoja na store. B, kuweka vifaa vya kusomea, zana za kufundishia na mahitaji yote muhimu ya kielimu. C, kuandikisha shule na ufuatiliaji wa vibali vyote toka mamlaka husika. D, kuajili walimu na wafanyakazi wengine wa shule na kuwalipa mishahara yao na mafao mengineyo. E, kutafuta kuandikisha wanafunzi. F, kusimamia uendeshaji. Namba 3, shule itaandikishwa kwa jina la msikiti wa Masjid Islah na ni mali ya Masjid Islah. Shule itakuwa ni ya kulipia. Waendeshaji watapangwa kiwango cha ada na wataweka utaratibu wa kukusanya malipo yatakayotumika katika A, kodi ya pango; B, mishahara ya walimu na wafanyakazi wengine; C, ada, kodi, ushuru na mapato mengine ya serikali na mamlaka nyingine husika; ada ya uendeshaji, vifaa, zana za kufundishia na michezo, gharama nyingine yoyote muhimu au ya kulazimu katika uendeshaji wa shule. Ndugu zangu waandishi wa habari, nimenukuu vipengele hivi ili tuweze kupata kufahamu uwasilia wa namna ya chuo kilichopo katika taasisi yetu ya Masjid Islah. Huu ni mkataba ambao uliofungwa kwa tarehe hiyo niliyoitaja, tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 2007, kwa maana ya kwamba unatueleza kuwa taasisi ya Masjid Islah kupitia chuo kilichopo, chuo hicho ni milki, ni mali ya taasisi ya Masjid Islah. Ndugu waandishi wa habari, leo tunazungumza kwa sababu toka kumalizika kwa bodi ya wadhamini ilipoondolewa kwa mujibu wa utaratibu wa katiba Masjid Islah tarehe 28 ya mwezi wa 7 mwaka 2023, kabizwa C Rita alipoiondosha bodi hiyo kukosa mamlaka katika namna ya utaratibu wa kisheria. Hivi leo nazungumza ninyi waandishi wa habari, ni takriban miaka mitatu kutoka 2023 mpaka 2026. Leo tuna mwezi wa 4. Chuo hiko mlichoweza kukifanikiwa kuona kilikuwa bado kina operate, maana ya kwamba kilikuwa kinatumika na wanafunzi walikuwa wakiendelea kusoma. Nini makusudio ya kuzungumza? Ndani ya miaka hiyo mpaka na hivi leo, taasisi ya Masjid Islah hainufaiki na chochote kupitia chuo hicho cha ualimu Masjid Islah Kigogo, hali ya kuwa mkataba unaeleza kuwa milki ya chuo ni mali ya taasisi ya Masjid Islah. Kwa ndugu waandishi wa habari,
Leo tumeshirikiana pamoja na wazee wetu waasisi wa Masjid Islah katika hili. Kamati ya wazee pamoja na kamati ya waumini Masjid Islah imeshirikiana kwa pamoja kwenda kufanya zoezi la ufungaji wa chuo hicho kwa sababu ya dhulma inayoendelea. Ndugu zangu waandishi wa habari, naona hii itakuwa ni takriban mara ya 3 toka press yetu ya mwisho tulioifanya tarehe 16 ya mwezi wa 8 2024. Leo Mwenyezi Mungu ametukutanisha tena, kwa tunapenda kuwafahamisha kuwa lengo na makusudio ya kufunga chuo chetu ni kulingana na dhulma zinazoendelea. Mimi naitwa Ramadhani bin Abdallah Ndaro, mzee wa Masjid Islah toka mwaka 1967 tumeingia hapa na kiwanja chetu hichi cha msikiti tuliopewa, na baadaye nikachaguliwa kuwa mwenyekiti, tukaujenga msikiti huu. Sasa matatizo haya yanakuja hapa na pale, sisi wazee mengine hatuyajui kutokana na elimu. Mambo ya ujanja, mambo ya elimu yale, hawezi kula mtu na wewe ukawa unashindwa kumdhibiti, ile hali anakula kitu chako. Anakula kwa sababu yeye ana elimu, ni mjanja na ana mategemeo ndio anakula. Sasa vijana hawa tumewachagua, anasimamia mambo na afuatilia, na sisi tupo, ndio wenyewe tulijenga msikiti huu toka 67 mpaka leo. Akitokea mtu anafanya kinyume cha hapo, sisi tunamwambia wewe unafanya kinyume, lakini wako watakaofuatilia, sio sisi. Hapa zishakuja, sisi umri ushakwenda, wakati wote unaweza ukaanguka tu. Kwa sababu ni kumbukumbu nyingi unakuwa huna kumbukumbu za kwa wasome.